Kwanza nakukaribisha katika mradi wetu huu wa ujenzi wa daraja la Mabatini. Kwa heshima na taadhima, naomba nitoa taarifa fupi sasa ya utekelezaji wa mradi huu wa ujenzi wa daraja la Mabatini. Mradi huu unatekelezwa chini ya ufadhili wa World Bank, yani Benki ya Dunia, katika mpango wa kifungu cha Contingency Emergency Response Component. Na lengo la ujenzi wa mradi huu ilikuwa ni kutatua changamoto za mafuriko yanayotokea mara kwa mara kutokana na mvua za El Nino tangu mwaka 2021 hadi mwaka 24. Hapa tunashuhudia mafuriko mengi sana. Kwa hiyo baada ya World Bank kutoa ufadhili, ikawa ni vyema sasa kuondoa kero zilizokuwa zinatokea hapa mara kwa mara, kwa sababu mvua zikinyesha tena mawasiliano yalikuwa na katika kwa muda. Ujenzi wa mradi huu unajumuisha ujenzi wa box culvert yenye milango 6 ya kupitisha maji. Kila mlango na mita 4 kwa mita 2.5, na jumla ya upana wa daraja hili ni mita 26.1. Awali daraja hili lilikuwa na mita 15 tu. Sasa hivi tumeongeza zaidi ya mara mbili ya daraja hili, na upana wa barabara hapa daraja hili tuseme ni mita 30, kutoka hapa mwanzo hadi kwenda mwisho kule ni mita 30. Lakini katika mradi huo umejumuisha mabox culvert mengine madogo matatu, mawili upande huu na moja upande huu wa kwenda kuelekea mjini, pamoja na barabara unganishi, yani approach road mita 590 ambazo zote ni njia 4. Upana wa barabara kwa ujumla utakuwa ni mita 28.8 ambao na njia 4, njia 2 upande huu wa kuelekea Msoma na 2 kuingia mjini, ambazo zote kila upande una mita 7 za barabara. Lakini kuna mabega ya barabara yenye mita 1.5 kila upande, lakini kuna barabara za waenda kwa miguu zitajengwa baada ya mfereji huu yenye mita 3.9 kila upande. Lakini katikati tumeacha median, tunaita katikati ya barabara mita 4. Naomba sasa natoa taarifa fupi ya mradi huu, kwa maana taarifa za mradi. Mwajiri ni mtendaji mkuu wakala wa barabara Tanzania, yani TANROADS, na mfadhili kama nilivyosema ni World Bank chini ya mpango wa Contingency Emergency Response Component, yani SEC, na msimamizi wa mradi huu ni TANROADS Engineering Unit ambayo ni TECU, Consulting Unit TECU. Contractor ni Nyanza Roadworks Company Limited, ni kampuni ya hapa Mwanza, na anafanya kazi hii kwa gharama ya shilingi bilioni 6,3,564,495. Mradi ulianza rasmi tarehe 15 mwezi wa 11 2024 na ulitarajiwa ukamilike tarehe 15 mwezi wa 11 2025, lakini kutokana na changamoto kadhaa zikiwemo ni mabomba ya maji ya pamoja na umeme kuhamisha, muda tumemwongezea muda mkandarasi siku 45, na sasa mradi huu unatarajiwa kuisha tarehe 30 mwezi wa 12 2025, na muda wa uangalizi itakuwa ni miezi 12. Hadi sasa mradi umefikia 93%. Tuko mwishoni. Kwa maana nyingine, kazi zilizosalia ni pamoja na ujenzi wa njia za miguu, yani walkways, ambao sasa hivi umefikia 30%, kuweka capstone, yani kingo za barabara ambazo umefikia 40%, na road marking, yani kumaki barabara, kuweka alama za barabarani bado haujaanza, lakini tunatarajia utaanza wakati wote. Mheshimiwa Waziri, malipo yaliyofanyika hadi sasa, mkandarasi aliwahi kulipwa
Malipo ya awali 30% ya mradi ambayo ni bilioni 1.8, na malipo ya katikati aliyoomba kutokana na kazi alizofanya ni shilingi bilioni 1 na milioni 71. Mheshimiwa Waziri, changamoto ambazo zilizotokea katika mradi huu kama nilivyoeleza awali ilikuwa ni pamoja na uwepo miundombinu ya maji, umeme na mawasiliano. Haya ndio yaliyosababisha kwamba mkandarasi ashindwe kumaliza kwa wakati, kwa sababu ilikuwa inahusisha kuihamisha, na kwa sababu ilikuwa na involve idara mbalimbali. Kwa hiyo watu wa maji na umeme wakati tunaanza uhamishaji wa miundombinu hiyo haikuwepo kwenye bajeti yao, kwa hiyo ilisubiriwa kidogo wapate muda na hela ya kuhamisha ndio waweze kukamilisha. Sababu hili daraja lilikuwa linatuletea mafuriko, lilikuwa linatuletea tafrani ndani ya kata yetu ya Mabatini, na wale watu waliokuwa wanafanya kazi maeneo haya ilikuwa nasababisha mafuriko. Kwa hiyo zile shughuli zao zilikuwa zinaathiri kwa namna moja ama nyingine. Kwa nipende kuchukua nafasi hii kwa niaba ya wananchi wa Mabatini tukushukuru wewe waziri, tumshukuru mkuu wa wilaya, lakini tupelekee salamu zetu za shukrani kwa rais wetu kipenzi chetu, mama yetu, Mama Samia Suluhu Hassan. Sisi wakazi wa Mabatini tumeshukuru kwa mradi huu na tunafurahi sana na tunawashukuru sana. Lakini ndugu waziri wetu, tulikuwa tunaomba, kwa sababu Mabatini yetu tunataka tuifungue, tufanye shughuli usiku na mchana, basi ikikupendeza kwenye hii barabara ambayo imejengwa, basi utuwekee taa ili sisi wakazi wa Mabatini tuweze kufanya kazi usiku na mchana. Sisi tunakushukuru sana, na salamu hizi utupelekee kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunashukuru sana. Sasa hivi hatusimami kwa foreni, magari mawili yanakwenda, magari mawili yanapita. Ikikupendeza Mheshimiwa Waziri wetu wa Ujenzi, na ile barabara ya ujenzi wa njia 4 kutoka pale Mkuyuni kwenda mpaka Usagara, na hii ambayo tayari ilishafanywa feasibility study, utakapojaliwa kupata mapato, na hii pia iwe ni barabara ya kipaumbele, kwa sababu ni barabara yetu ya kiuchumi ambayo imekuwa ikileta maendeleo makubwa sana katika mkoa wetu wa Mwanza. Wewe ni mkandarasi mzawa na unafanya kazi nzuri, na tunawapongeza wakandarasi wazawa mnaofanya kazi nzuri, na tunaomba muendelee kufanya hivyo. Mkifanya vibaya mnatuangusha sisi, kwa sababu tayari tunayo maelekezo ya Mheshimiwa Rais, na mtakuwa mnamwangusha pia, kwa sababu yeye ametoa maelekezo mahususi ya kusema kwamba kazi wapewe wakandarasi wazawa wenye uwezo, ili waajiri wazawa wengi, vijana wengi wa Kitanzania waajiriwe, na ile fedha ikilipwa inakuja hapa hapa nyumbani, inazunguka katika mzunguko wetu humo nyumbani, si hivyo hivyo jamani? Kwa hivyo fanyeni kazi nzuri, na hapa tumeridhika kwamba ninyi mnafanya kazi nzuri, endeleeni hivyo. Asante. Sasa jambo la pili ni kwa meneja wa TANROADS wa mkoa na timu. Msisitizo wangu ambao nimeusema mahala kote ni kwamba hakikisheni foreni na misongamano mnaitafutia ufumbuzi kila mara. Isitokee meneja wa TANROADS na timu yako mkaizoea misongamano, mkaona kwamba hiyo ni hali ya kawaida tu. Hapana, ni lazima muumize kichwa kila mara. Ni namna gani mnapunguza misongamano mijini, kwa sababu watu wasitumie muda mwingi sana barabarani, masaa 3, masaa 2, muda unaishia barabarani. Kwa hivyo lazima mshirikiane na wadau wengine kama vile polisi, kufanya kazi ya kutafuta ufumbuzi kila mara, hata foleni zikiwepo, lakini ziwe ni zile foleni zinazotembea. Si kwamba mtu anakaa katika foleni mpaka anasahau nusu saa nzima gari haijatembea. Kama ana mgonjwa humo, yule mgonjwa anaumia sana. Kama anakwenda kibaruani, huyo yuko kwenye hatari ya kufukuzwa kazi. Kama anakwenda kwenye biashara zake, anawakuta wateja walishaondoka. Kwa hivyo inaharibu sana hali za kiuchumi za watu, lakini vile vile inaharibu hali za kiuchumi hata za nchi yetu. Kwa hivyo msizoe hali ya misongamano. Ni lazima mshirikiane na wenzetu jeshi la polisi, wao pia wana ufundi mkubwa sana kwenye jambo hilo. Mkifanya kazi kwa pamoja, foleni hazitakuwa zenye kusimama, zitakuwa ni zenye kutembea, hasa wakati wa jioni na wakati wa asubuhi.
Jitahidini sana, msizoee hiyo hali. Mkiizoea, mimi nikiona meneja ambaye ameizoea hali hiyo, ninamtoa, anakwenda kufanya kazi nyingine. Kazi hiyo ya umeneja inakuwa haimfai, kwa sababu yeye matatizo ya watu ameyazoea na anaona ni jambo la kawaida tu. Huyo anakuwa hatufai. Tunataka yule ambaye matatizo ya watu na changamoto za watu hazizoei, kila mara anazitafutia ufumbuzi, kama ambavyo wewe umefanya hapa. Umetafuta ufumbuzi wa msongamano wa eneo hili, umetafuta ufumbuzi wa mafuriko eneo hili, ndio maana ukaomba fedha na fedha zikapatikana na suluhu imekuja maeneo haya. Mwisho mmeombewa taa na diwani kijana mahiri. Muona bwana, anasema hapa watu wapate taa ili watu wafanye biashara usiku na mchana. Hongereni sana watu wa Mabatini. Si ndio huyu mwakilishi bwana? Au sivyo bwana? Si taa mnazitaka? Ndio. Au hamzitaki? Tunazitaka. Haya, manager utazitafuta taa ziliko. Hapa ziwekwe taa. Za watu kukatisha hivi? Ndio. Pale zilipigwa na wajenzi bwana. Sehemu gani hiyo? Na hii nawahusia vijana wenzangu. Okay, zile za traffic lights. Okay, rudishia hizo traffic lights. Rudishia hiyo traffic lights, lakini waekee na street lights. Taa zile za usiku, watu kuendelea kung'ara hapa. Si ndivyo hivyo? Na hayo ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwamba mijini taa zienee ili watu waweze kufanya biashara usiku na mchana. Eneo kama hili hapa ni eneo la biashara. Kwa hivyo ukiweka taa, maana yake ni kwamba unawafanya watu wafanye biashara usiku na mchana, na unapunguza vibaka pia vile vile, ukabaji na nini, si ndivyo hivyo? Kwa hiyo hongera bwana diwani. Na hii nitakuja mwezi wa kwanza. Mwezi wa kwanza nitakuja hapa kukagua, nitakuja katika ziara ya kawaida. Leo nipo katika ziara ya maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu alionielekeza kuja haraka Mwanza kuja kuangalia hizi kazi. Nimekuja kufuata maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba, lakini nitakuja katika ukaguzi wa kwangu mwenyewe. Nikija nataka nikute habari ya taa umeshaitafutia suluhu, na ikiwezekana ziwe zimewekwa tayari. Yes, weka taa ili wananchi hapa Mabatini wafurahie matunda ya serikali ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan.